Hai na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa Happiness Isengi na hii ni madhabahu ya zamu ya maombi Tanzania. Ikiwa wewe una mzigo wa kuombea nchi ya Tanzania, ikiwa wewe una mapenzi mema na Tanzania, this is the right platform to be. Usiondoke, ufuatilie, usikilize Mungu anasema nini kwa habari ya walinzi wa Tanzania, lakini pia upate nafasi ya kuomba kwa ajili ya Tanzania. Haleluya. Sasa pata picha hii ya kwamba wewe ni tajiri, una mali nyingi, una vitu vya thamani, na hauna ulinzi wa kutosha. Na isitoshe unalala kiasi ambacho mali zako ziko katika hatari. Kiuhalisia, katika mazingira tuliyopo sasa hivi, haichukui raundi. Yaani hata hawatahitajika vibaka, hawatahitajika waizi wenye taaluma. Ni wale tu wadogo wadogo wa mtaani watatosha kuvamia nyumba yako na kufanya uharibifu. The same way, na kwamba Tanzania ni nyumba ya thamani, ni nchi ya thamani, na Mungu ameweka walinzi juu ya Tanzania. Wewe unayefuatilia, unayesikiliza, ni mlinzi. Mungu amekuweka juu ya Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba Mungu ni Bwana wa majeshi. Wewe ukisikia Mungu ni Bwana wa majeshi, unapata picha gani? Unafikiri ni majeshi gani? Ikumbukwe kwamba yeye ni amiri mkuu wa jeshi, majeshi. Tena sio jeshi, ni majeshi. Majeshi, Bwana wa majeshi. Majeshi ya Mungu aliye hai. Wewe unafikiri ni majeshi gani? Ni wewe mwenye mzigo wa kuombea nchi, wa kuombea familia yako, wa kuombea jamii, wa kuombea kanisa, wa kuombea vijana. Wewe ni jeshi la Bwana. Wewe ni jeshi la Bwana. Haleluya. Kwa ikiwa wewe ni mlinzi, una wajibu wa kulinda mji, una wajibu wa kulinda nchi. Nataka upate picha hii. Nchi, hata Tanzania, tuna majeshi, si ndio? Kuna vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna usalama wa taifa, kuna polisi, kuna what else? Kuna jeshi la kulinda wananchi na kadhalika na kadhalika. Hayo ni majeshi kwa ajili ya ulinzi. Hivyo katika ulimwengu wa roho kuna walinzi kwa ajili ya Tanzania. Na wewe ni mlinzi. Je, umekaa katika zamu yako? Kama umewekwa kulinda mipaka ya wilaya, mipaka ya mkoa, mipaka ya nchi, kwa sababu majeshi yamegawanywa, yamepewa majukumu. Je, unasimama katika zamu yako? Ujumbe wa leo unatuhusu walinzi wa Tanzania. Haleluya. Basi tuangalie maandiko kutoka Isaya. Kutoka Isaya sura ya 62
mstari wa 6 na wa 7. Maandiko yanasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Hapa kwenye Yerusalemu tuweke Tanzania. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Tanzania. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe kimya, msiwe kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Haleluya. Mungu anasema ameweka walinzi juu ya Tanzania, na anasema hawatanyamaza. Je, wewe uliye mlinzi wa Tanzania, what is your status? Umenyamaza? Soma, maandiko yanasema hawatanyamaza mchana wala usiku. Ni walinzi ambao wako zamu, ni walinzi ambao kama Habakuki wanasimama juu ya mnara. Kwa sababu tunaona Habakuki, baada ya kuona kwamba mambo hayaendi vizuri kwenye jamii yake, Habakuki amelalamika, lakini akaona sipati matokeo. Akasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nione atakaloniambia, atakalonijibu. Je, walinzi, wewe ule mlinzi wa Tanzania, umepanda kwenye mnara, umesimama kwenye zamu yako ya maombi? Maandiko yanasema watu hao, walinzi hao, wanatakiwa kukesha. Hawatakaa kimya mchana wala usiku. Watakuwa wanamkumbusha Bwana wanamkumbusha Bwana, lakini Bwana umesema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya, utasikia, utashuka, utaiponya nchi. Bwana umesema watoto wetu watafundishwa na Bwana. Bwana umesema utaibarikia nchi yetu. Bwana umesema utafanya nchi yetu kuwa sifa duniani. Hawanyamazi, wanamkumbusha Bwana. Haleluya. Maandiko yanasema msiwe na kimya, don't be silent. Wewe ni mlinzi, don't be silent. Unaweza usipige kelele huko na kule, lakini piga kelele kwa Bwana, usikae kimya. Haleluya. Anasema wala msimwache akae kimya. Mumkumbushe Bwana, usimwache akae kimya. Bwana asipokumbushwa anakaa kimya, anakaa kimya. Hiki ndicho maandiko yanachotufunulia. Msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya imara Tanzania. Hauruhusiwi kukaa kimya mpaka Bwana atakapoiponya nchi, Bwana atakapoifanya imara Tanzania. Usiwe mbinafsi ukasema wacha tu mimi niishi zangu, hata nikipumzika itoshe tu kwamba ninaenda mbinguni. Usiwe mbinafsi. Usipoona hiyo amani, usipoona hayo mafanikio, usipoona kwamba Tanzania imekuwa sifa, ujue watoto wako wataona. Hata sasa Tanzania ni sifa. Haleluya. Msikae kimya, msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya imara Tanzania na kuifanya kuwa sifa duniani. Ifike mahali ya kwamba Tanzania ni sifa duniani. Tanzania ni sifa duniani, lakini haitafikia kwenye kiwango cha sifa duniani mpaka pale walinzi
watakapomsemesha Bwana mchana na usiku, watamkumbusha Bwana kwa habari ya Tanzania, kwa habari ya Watanzania, kwa habari ya rasilimali za Tanzania, kwa habari ya kanisa la Tanzania, kwa habari ya nafasi ya Tanzania katikati ya mataifa. Watakapomkumbusha Bwana. Haleluya. Basi tuombe Mungu. Lakini ikiwa wewe una mzigo wa Tanzania, tafadhali subscribe, lakini pia like huu ujumbe na ushare na mwana maombi mwingine. Umwambie kuna mahali, kuna madhabahu, kuna platform inayotuunganisha, tulete sauti zetu mbele za Mungu. Umoja ni nguvu. Mungu anapendezwa na umoja, na amesema kama mimi nilivyokuwa mmoja na Baba, na ninyi pia muwe wamoja. Haleluya, tuwe wamoja ili tumpazie Mungu sauti zetu. Basi tumshukuru Mungu, tumkumbushe kwa habari ya Tanzania kwa dakika chache. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kusema na sisi. Asante kwa kutufunulia mambo haya na siri hizi. Tunaomba toba na rehema pale ambapo tumesinzia, pale ambapo tumechoka, pale ambapo tumekata tamaa, pale ambapo tumelalamika, ambapo tulivyoona kwamba mambo hayaendi vizuri, pale ambapo Bwana hatujaweza kusimama katika zamu zetu. Tunaomba toba, tunaomba rehema. Utusamehe sisi ambao umetuita kwenye zamu ya kusimama kwa habari ya Tanzania, sisi ambao umetuita kuwa walinzi kwa habari ya nchi ya Tanzania, kwa habari ya Watanzania. Baba, tunaomba toba, tunaomba rehema kwa kuipungukia neema. Tunaomba rehema Bwana kwa kutokukaa katika zamu zetu. Tunaomba rehema kwa kunyamaza, kwa kukaa kimya. Tunaomba rehema Bwana, utusamehe, uturehemu, ututakase kwa damu yako Bwana. Utupe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, tushike mwenendo mpya katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba fufua roho ya maombi ndani yetu, roho ya maombi, roho ya maombi. Mimina roho wako, roho wa maombi, roho wa rehema, roho ya maombi na rehema. Mimina roho wako ndani ya waombaji, katikati ya waombaji. Mimina roho wako Bwana katikati ya walinzi wa Tanzania. Mimina roho wako, leta uamsho, leta uamsho. Huisha nafsi, huisha miili, huisha nafsi, huisha miili katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Huisha katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Send your fire afresh. Lord, send your fire afresh in the name of Jesus Christ. Achia moto wako Bwana. Raka shaka rantarabakuri antaya makasiki rika rasharapa kanta ya masaya pora kashantarabakasiki. Ignite the fire of prayer, ignite the fire, Lord, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, uturehemu walinzi wa Tanzania, uturehemu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ndipo tunachia damu ya Yesu Kristo kwenye mipaka ya Tanzania, tunachia damu ya Yesu Kristo mipaka ya majini, ya nchi kavu, ya anga. Tunachia damu ya Yesu Kristo kila mahali Bwana, na kuikabidhi Tanzania mikononi mwako. Tunainuka kushika zamu zetu, utusaidie, utuwezeshe tena Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunakushukuru Bwana. Sifa, heshima, utukufu na shukrani tunakurudishia Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tafadhali like, subscribe na share na muombaji mwingine. Mungu akubariki. Amen.